Karibuni sana, nashukuru kwa kunipa. Zumuni la kukutafuta sisi Jicho la Mtaa, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwa namna gani watu wanaweza kupata elimu kuhusu masuala zima ya meno. Ni jambo zuri kabisa kusambaza elimu kwa jamii juu ya kinywa na meno, kwa maana imekuwa ni tatizo kubwa kwa watu wengi ambao limekuwa likiathiri afya zao kwa namna moja ama nyingine. Nashukuru sana kuwa na ninyi leo. Sahihi kabisa. Watu wanapenda kutambua nini hasa sababu ambayo inapelekea watu kupata changamoto ya meno, kwa sababu kila mmoja amekuwa akizungumza la kwake. Kuna mwingine anasema kutokupiga mswaki, kuna mwingine anasema kula pipi, kula biskuti, kula nini. Kila mtu anazungumza la kwake, lakini sisi tunatamani tupate yale ya kitaalamu zaidi. Inakuwaje mtu anaweza kupata changamoto ya meno? Sasa kabla kufika huko inabidi tujue kwanza matatizo ambayo yamekuwa yakiwasumbua watu, matatizo ya meno ambayo yamekuwa yakiwasumbua watu. Matatizo ambayo ambayo limekuwa likiwapata watu wengi na ambayo limezoeleka sana. Kwanza ni tatizo la kuoza kwa meno, kitaalamu tunaita tooth decay. Tatizo la pili ni matatizo ya majipu kwenye meno, ambao kwa kitaalamu tunaita periodontal disease. Kuna kuvimba kwa fizi, kuna mpangilio mbaya wa meno, pia kuna kuvunjika taya na kupata ajali. Sasa kumekuwa na visababishi mbalimbali ambavyo vinapelekea matatizo haya kwa watu walio wengi. Sababu mojawapo ambayo ni kubwa kabisa ni usafi duni wa kinywa na meno kwa ujumla. Kwa sababu sisi wataalamu tunashauri walau mtu apige mswaki, asafishe kinywa chake mara 2 kwa siku, yaani asubuhi na jioni, na atumie nini wakati anasafisha meno yake. Kitu cha kwanza inabidi awe na mswaki. Mswaki ambao una nyuzi ambazo bado ni bora. Maana kuna watu mswaki mmoja anatumia baada ya miezi 6, ila sisi tunashauri kila baada ya miezi 2 mtu abadilishe mswaki wake. Kitu cha pili, awe na dawa ya meno, dawa ya meno yenye madini ya fluoride. Dawa ya meno ambayo ina madini ya fluoride, unaweza kuangalia kwenye chapa ya brand yoyote, kama kuna madini ya fluoride inakuwa ni nzuri. Kitu cha pili, awe na maji. Cha tatu, awe na maji safi. Kitu cha 4 ambacho walio wengi huwa wakikonsidi, kuna kitu kinaitwa kisafisha ulimi, kwa Kiingereza unaita tongue scraper. Hichi ni kifaa maalum kwa ajili ya kusafishia ulimi. Kitu cha 5, kuna nyuzi maalum tunaziita dental floss kwa ajili ya kusafishia katikati ya meno, kati ya jino na jino, kwa sababu mswaki hauwezi kufika pale. Kwa hiyo ndio vitu vya muhimu kuwa navyo pale ambapo unahitaji kusafisha kinywa chako. Kitu kingine ambacho kinasababisha matatizo ya meno ni ulaji wa vyakula vyenye sukari, hasa sukari za viwandani. Sukari za viwandani ni kama zinazopatikana kwenye chocolate, kwenye biji, kwenye soda. Kwa hiyo inabidi tupunguze ulaji wa vyakula vya sukari. Au kitumia vitu hivyo, kama kuna uwezekano unasukutua na maji, kupunguza kuathirika kwa meno yetu. Kitu kingine cha 3 ambacho ni muhimu ni kuepuka matumizi mabaya ya meno. Matumizi hayo ni kama kutumia meno kufungulia chupa, kung'atia vitu vigumu, muhimu sana. Kitu cha 4 ni kuepuka unywaji wa pombe kupita kiasi na uvutaji wa sigara. Kitu kingine ni kuhakikisha tunamuona daktari wa meno kwa ajili ya check-up walau mara 2 kwa mwaka. Hivyo ndio vitu vya muhimu vya kuvitizama ili kuwa na afya nzuri ya kinywa na meno. Sawa daktari, nimekupata vyema. Naam. Tuendelee.
Kingine nilichotaka kuzungumzia dalili ya matatizo ya meno. Utafahamu vipi una shida kwenye kinywa chako au kwenye meno yako? Kitu cha kwanza ambacho utakiona, ambacho mara nyingi ndo wagonjwa wengi wanakuja wakiwa wanalalamika, huwa ni maumivu kwenye meno, maumivu makali kwenye meno. Kitu cha pili huwa ni harufu mbaya mdomoni. Kitu cha tatu huwa ni kuvimba fizi na fizi kutoa damu, hasa wakati wa kupiga mswaki. Kitu cha nne ni meno kubadilika rangi, kwenda kutoka kwenye rangi yake ambayo ni nyeupe na kwenda kwenye rangi ya kahawia au nyeusi. Hizo dalili za mwanzo za meno kutoboka. Kitu kingine ni meno kupata ganzi. Hasa tunapokuwa tunakula vyakula, tunapokunywa maji, hasa maji yenye ubaridi, unapata ganzi wakati wa kunywa maji. Hiyo nayo ni dalili mbaya ambayo inakupaswa muone daktari kabla ya tatizo kuwa kubwa. Hayo ni mambo ya muhimu sana. Unapoyaona kwenye kinywa chako, hakikisha unakuja kuwaona madaktari na kupata huduma stahiki. Kingine ambacho nataka kuzungumzia, kumekuwa na watu wanazunguka mtaani wakisema kuna dawa ya jino bila kung'oa, dawa ya jino. Kweli kabisa. Kweli huwezi kutibu mgonjwa bila kumuona, kumfanyia vipimo, kumfanyia examination na kumtibu. Kwa mpaka sasa hivi hamna dawa ambayo inaweza kutibu jino. Inaweza kuondoa maumivu, ila tatizo linaendelea kuwepo. Mwisho wa siku mtu anakuja na uvimbe mkubwa, infection ishasambaa mpaka kwenye shingo, na wengine wanapoteza maisha. Kwa hiyo ni muhimu kuja kumuona daktari pale unapopata changamoto yoyote. Usisikilize ushauri wa mtaani, fika kwa wataalamu kwa ajili ya kupata tiba stahiki. Umezungumzia kitu kuhusu meno kufa ganzi, kwa sababu imekuwa ni changamoto ambayo watu wengi wamekuwa wakikutana nalo, na wengi wao wanahisi kwamba ni hali tu ya kawaida, kwa sababu sisi ni watu ambao tunazungumza sana watu wa mtaani, ndio maana tunaita jicho la mtaa. Unaweza kujaribu kufafanua kidogo kuhusu hii changamoto ya ganzi, kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa. Kuna watu wakia kitu cha dimu kidogo tu ganzi, ama mtu akivuta meza utasikia ananyumiza meno. Sasa meno yetu yametengenezwa na layer 3. Kuna layer ya juu kabisa ambayo ni ngumu, inaitwa enamel. Hiyo layer ndo inalinda sehemu ya jino. Kuna layer katikati ambayo ni layer hai, ambayo inalinda layer ya ndani, sehemu ya ndani ya jino, tunaita dentin. Kuna layer ya mwisho kabisa ambayo iko ndani, ambayo ina mishipa ya fahamu na ina mishipa ya damu, hiyo tunaita pulp. Kwa hiyo tunapata ganzi pale layer ya juu ya jino inapokuwa imetoka. Layer ya juu ya jino inaweza kutoka kwa namna gani? Sababu ambayo ni kubwa kabisa inapelekea layer ya jino itoke ni kupiga mswaki kwa kutumia nguvu. Unakuta mtu anatumia nguvu kubwa sana kupiga mswaki akiamini ndo anasafisha vizuri. Unapofanya hivyo unasababisha ile layer ya juu ya jino itoke, na layer ya juu ya jino kitoka, maana yake ndo unapata hiyo ganzi, au kitaalamu tunaita sensitivity. Kwa kama unapiga mswaki usitumie nguvu kubwa, kwa sababu unaondoa uchafu wa vyakula ulivyokula jana, kwa bado ni laini, unatumia nguvu tu ya kawaida. Pia kutumia mswaki kwa muda mrefu, unatumia mswaki mpaka zile brush zinalala. Tumia mswaki wa namna hiyo, lazima tu meno yako utaondoa ile layer ya juu ambayo ina protect sehemu ya ndani ya jino, hivyo utapata ganzi. Kitu kingine, kuna watu wana matatizo ya kusaga meno usiku, tunaita bruxism. Unakuta mtu akiwa amelala anasaga meno usiku. Ni tatizo mtu anaweza sijijue, ila ukiwa unalala na mwenzi wako, hiyo inasababisha unasaga meno, sehemu ya juu ya jino inatoka. Kingine kinachosababisha ganzi ni meno kutoboka. Jino linatobolewa kwa sababu ya ulaji wa vyakula vya sukari kwa muda mrefu. Kwa
ile sehemu ya juu kitoka, inabaki sehemu ya ndani ambayo ni very sensitive, kwa mtu anapata hiyo ganzi kwenye meno. Kwa kifupi, hayo ndio yanapelekea hiyo hali ya kupata sensitivity au ganzi kwenye meno. Hizo hali zinatibika, watu wanaweza kufika hospitali tukawatibu kabisa. Sawa daktari, nadhani kuna swali moja hapa kabla ya kumaliza. Mawili na wala kwako la pili. Sawa, mimi nimaliza kwangu moja, afu Nice naye atakupa swali lake la mwisho hapa ili tuweze kuhitimisha haya maongezi yetu. Kuna uhusiano gani kati ya haya meno yetu ya juu, ni eneo la juu kabisa la kichwa, kwa maana kuanzia sikio na jicho? Mara nyingi watu wengi ambao wamekuwa nikutwa na changamoto za meno ya juu wamekuwa nakupata changamoto pia ya macho pamoja na sikio. Okay. Kwa kifupi, mishipa ya fahamu ambayo inapeleka taarifa za maumivu au kuhisi kwenye ubongo ya macho, ya meno na masikio zimekuwa originated kwenye mshipa fahamu mmoja, tunaita trigeminal nerve. Tri inamaanisha tatu. Kwa maana mshipa huo mmoja unaanza kwenye ubongo ukiwa mmoja, ukifika sehemu ya chini hapo unagawanyika. Mmoja tunaita ophthalmic nerve. Ophthalmic nerve ni mshipa wa fahamu unapeleka taarifa kwenye macho. Mwingine unaitwa maxillary nerve. Maxillary nerve ni mshipa wa fahamu unaopeleka taarifa kwenye meno ya juu. Mwingine ni inferior alveolar nerve. Ni mshipa wa fahamu unaopeleka taarifa kwenye meno ya chini. Kwa maana hiyo, hizi zote zimetengeneza ni tri, zinatoka huku chini kwenye meno, kwenye macho na kwenye meno ya juu, zikiwa tatu zimegawanyika. Zifika sehemu ya juu zinaungana, zinakuwa mmoja ambao unapelekwa kwenye ubongo. Kwa hiyo kati ya mmoja unapopata shida, unaweza shangaa unapata shida sehemu nyingine. Kwa mfano, jino la chini linauma, maumivu unapata mpaka kwenye juu, kwenye meno ya juu, mpaka kwenye macho, mpaka kwenye masikio. Kwa nini? Kwa sababu kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya hiyo mishipa mitatu. Hicho ndio kinapelekea ukipata shida kwenye meno na mpaka kwenye macho panapata shida, macho unapata shida. Au ukipata jino la juu lina shida, wakati mwingine maumivu unapata kwenye meno ya chini. Sasa utajuaje kipi ni kipi kinakupa shida? Hapo ndo madaktari ambao wameenda shule, wamesomea, watakuja kukuambia kwamba haya maumivu unayoyapata hayatoki kwenye sikio, haya yanatoka kwenye jino, haya yanatoka kwenye macho, haya yanatoka kwenye meno ya chini. Hiyo ndo sababu inayopelekea uhusiano wa namna hiyo. Sawa, na malizia swali la mwisho kwa ndio kwa maswali sana. Nimalizia swali la mwisho. Hivi daktari, kweli kuna mdudu wa jino? Maana tuna mtaani huku kuna majibu mengi. Tunakutana na vitu vingi, naambia bwana, huyo kuna mdudu tu jinoni hapo, kuna mdudu. Hivi kitaalamu kweli hipo ama tunadanganyana? Maana tumekuwa na hizi itikadi, sio mambo ya usahihi, msemo mingi. Of course imekuwa ni kitu maarufu sana. Na nadhani wamekuwa wakiusainisha hilo na bakteria. Of course tunasema kwamba hamna kitu kinaitwa mdudu wa jino, ila kuna bakteria ambao ni wengi tu, ambao hao ndo wanaharibu meno yetu. Yaani kwa maana ninachomaanisha kwamba mdomoni kwetu kuna bakteria wengi tu, wengi sana, wengi. Nadhani wanafika makundi zaidi ya milioni 20 yako mdomoni. Kazi yao ni kulinda kinywa chetu, ukifanya kiendelee kuwa bora na safi. Kwa hiyo kinachotokea unapokula vyakula vyenye sukari, maana si chakula chote kikiweka mdomoni kitaenda tumboni, kuna mabaki yatabaki mdomoni. Yale mabaki, wale bakteria wanayatumia kama chakula. Wakiyatumia kama chakula, au bakteria kwa wanatoa byproduct. Kama si tukila tunaenda chooni tunajisaidia, na wao wanatoa byproduct moja wao ni acid. Sasa ile acid inababua layer ya juu ya jino. Kisha babua layer ya juu ya jino,
jino linakuwa yule mlinzi ambao tulimzungumzia ambao ni sehemu ya juu ya jino anatoka. Kwa akitoka hao bakteria sasa wanaweza kupata access ya kuingia kwenye jino. Sasa ni bakteria ambao ni wengi. Sio mdudu mmoja kwamba kuna mdudu mmoja anasambaa. Hapana. Alafu kuna watu wengine wamekuwa na imani kwamba meno huwa yanaambukizana. Uking'oa hili leo, kesho utang'oa la pili, utang'oa la tatu. Ni kwamba meno yaliathirika kwa kipindi kimoja, kwamba ulikuwa chakula cha sukari halikuathirika moja tu, yaliathirika yote. Ila kiwango cha kuathirika kinatofautiana kati ya jino moja na jino lingine. Moja liathirika sana, lingine liathirika kiasi. Kwa hiyo hili liloathirika sana litawahi kupata madhara kabla ya jingine. Kwa unapata mtu amepata shida ya jino leo, ameng'oa leo, kwa after some months lingine linaanza kupata shida. Ni kwa sababu yote athirika wakati mmoja, ila kiwango cha kuathirika kilikuwa kinatofautiana. Kwa hiyo kuna maambukizi. Shukrani sana. Kwani msikilize pia nice na swali lake hapa kabla tujahitimisha. Swali langu ni kwamba unakutana na kesi ngapi katika ung'oaji wa jino, kwa sababu unakuta mtu ameng'oa alafu baada ya siku 2-3 jino likavimba, likaleta uvimbaji. Ni namna gani sasa unasolve vipi kesi kama hizo? Okay, ni wakati mwingine mtu kung'oa jino hafu tukavimba. Ujue mwili wetu ina reaction, ni reaction baada ya kufanya. Maana kung'oa jino ni swala linalohusisha kuondoa kiungo kwenye mwili, maana kuna cha kidonda. Sasa mwili unatengeneza kitu kinaitwa reaction. Reaction maana yake kuna kitu kinaitwa inflammation. Inflammation ni namna ya kusaidia kuponya ile sehemu. Kwa wakati mwingine uvimbe huu unatokea ambao unaweza kulasti kwa kipindi kifupi kaondoka. Ila uvimbe ukiendelea kuwepo, maana yake huyo mtu amepata maambukizi baada ya kung'oa jino. Amepata, tunaita infection. Infection inaipatikanaje? Baada ya kung'oa jino kuna maelekezo unapewa. Mojawapo ni usipige mswaki wala kusukutua at least kwa kipindi cha masaa 12. Usiutumie ule upande at least kwa kipindi cha masaa 24. Usipeleke ulimi wala kidole wala kuweka kitu chochote at least kwa kipindi cha masaa 24. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anapeleka kidole au anapeleka ulimi, kwa unapeleka bakteria wabaya kwa sehemu ile. Wale bakteria wanasababisha infection, inapelekea huo uvimbe. Kwa ikitokea hilo, ni muhimu sana kurudi kwa daktari wako, akaangalia kipi kinapelekea hilo swala na akatibu accordingly. Usikae na hilo tatizo kwa muda mrefu. Ikikutokea kama imetokea baada ya kung'oa jino au kupata matibabu yoyote. Ngoja dada hapa naye anasema. Kuna hapa daktari kwamba kuna hii inazungumzwa kwamba mtu kabla ya kulala aweze kuswaki. Ni kuna madhara gani ya mtu kulala kabla ya kuswaki? Ni hilo swali langu kwako daktari. Okay. Sasa ni muhimu sana kupiga mswaki kabla ya kulala. Unajua wakati tumelala tunakuwa tumesimamisha shughuli zote, tumepumzika. Ndio maana tunasemaga kwamba ukikaa bila kuongea kinywa kinatoa harufu. Na maana gani? Tuna kitu tunaita salivary flow rate. Salivary flow rate ni kiwango cha mate yanayozunguka mdomoni. Kile kiwango cha mate yanayozunguka mdomoni kinasaidia kulabricate mdomo na kupunguza uwezekano wa meno yetu kuharibika. Sasa wakati wa usiku umelala, mate yanayozunguka mdomoni ni kidogo, pia kuna vyakula umelala navyo usiku. Kwa unatengeneza uwezekano wa bakteria walio mdomoni kuvitumia yale mabaki ya chakula na kutengeneza hizo byproduct ambazo ni mbaya na kuharibu meno. Kwa hiyo meno yanaharibika kwa kiwango kikubwa usiku, kwa sababu kipindi kile kinywa chetu hakiko active. Kama hakiko active, kiwango cha mate kinachozunguka kwenye mdomo kwa ajili ya kusafisha ile natural cleansing of teeth kinakuwa ni kidogo.
Swali langu la mwisho, maswali yangu kama mawili tu namalizia ajabu. Muda unashika. Swali la kwanza, kuna athari gani mtu akifikia umri mkubwa akang'oa meno mara kwa mara? Yaani kuna umri fulani ukifika hauruhusiwi kung'oa meno. Hilo ndio swali langu la mwisho. Alafu swali langu lingine ni dawa gani ambazo zinasababisha meno kuharibika zaidi? Swali la kwanza ni kuna umri ukifika hauruhusiwi kung'oa meno. Unapewa tu dawa, unaendelea na maisha. Na swali langu la pili, ni dawa gani ambazo ukizitumia zinaleta changamoto kwenye meno? Dawa gani ukitumia zinaweza zikaleta changamoto kwenye meno? Okay. Sawa. Nikianza na swali la kwanza si kweli kwamba kuna umri ukifika hauruhusiwi kung'oa meno. Hapana. Unaweza, matibabu ya meno yanafanyika kwa umri wote. Kuna exception kadhaa. Kwa mfano, ukizungumzia swali leo lilizungumzia la kung'oa meno moja kwa moja. Mtu ambaye haruhusiwi kung'oa jino kwa wakati huo ni mtu mwenye pressure ambayo ni kubwa. Pressure ikiwa ni kubwa, na hiyo itathibitisha baada ya kupima huwezi kung'olewa jino. Pia mtu mwenye matatizo ya sukari. Mtu mwenye tatizo ya ugonjwa wa sukari, haruhusiwi kung'oa meno. Yaani sukari ikiwa kubwa, ila ukicontrol ikawa kwenye normal range inaweza kung'oa jino. Hizo ndo sababu ambazo ni common ambazo zinaweza kupelekea mtu asing'olewe jino. Ila umri si moja kati ya vitu ambavyo vinazuia mtu asitibie wala kung'olewa meno. Swali la pili, umesema dawa zipi zinaweza kupelekea mtu shida ya meno, Hello? Sahihi kabisa. Dawa, unamaanisha dawa? Naam? Ni dawa zipi kwa mujibu wa Nice? Ni dawa ambazo za kutumia hizi ambazo za maradhi ya kawaida, si ndio? Ambazo tunapiga mswaki. Okay, dawa za kupiga mswaki. Dawa yoyote ambayo haina madini ya fluoride si nzuri kwa ajili ya kusafisha meno yetu. At least kwa mtu mzima utumie dawa yenye madini ya fluoride yenye concentration ya 1000 mpaka 1500, ambazo of course dawa nyingi ambazo tunazitumia zina hicho kiwango. Japo kuna nyingine hazina. Utajuaje kama hii ina fluoride, hii haina? Kwenye ile package ya dawa yako kinunua, tazama ingredient. Utakuta sehemu ambapo kuna fluoride. Ukikuta ina fluoride, hiyo ni nzuri. Ukikuta haina, kwa kweli sikushauri kutumia hilo, kwa sababu meno yetu yanahitaji fluoride, mifupa yetu inahitaji fluoride. Kwa tunapotumia fluoride tunaifanya meno yawe na nguvu na yawe na afya kwa muda mrefu. Nadhani maswali yetu kwako yameisha, lakini ningependa kukupa nafasi ya upendeleo kuzungumza na Watanzania kuhusu swala zima la meno ili tuweze kuhitimisha. Wito wangu ni kwa jamii kuitilia maanani swala ya afya ya kinywa na meno. Na jamii lazima itambue kwamba mwili ni kitu kimoja. Kwa maana ukiwa na shida matatizo ya meno yanaweza kupelekea hata shida kwenye moyo, tunaitwa infective endocarditis. Maambukizi ya kwenye meno yanaweza kupelekea mtu kupata shida ya kwenye moyo. Yanaweza kupelekea kupata mtu kwenye shida kwenye sinus, tunaita sinusitis, ambayo inaweza kupelekea mpaka shida kwenye ubongo. Kumekuwa na mahusiano pia ya magonjwa ya akili na matatizo ya kinywa. Nachojaribu kusema ni kwamba watu wajitahidi kutilia maanani matatizo ya meno. Wanapokuwa na changamoto yoyote, wafike hospitali kwa wataalamu. Pia kufanya check up, sio mpaka ugue, at least mara 2 kwa mwaka. Hiyo itatusaidia kuwa na afya nzuri ya kinywa na meno. Kwa ushauri na mimi mnaweza kuniona Dr. Buriba, na namba zangu ni 0628 475 159. Karibuni sana.
Shukrani sana kwa muda wako Dr. Buriba, na sisi tumefurahi sana kwa kuwapa elimu kubwa wa Tanzania ambao walikuwa na imani potofu nyingi